Huyo. Bwana Manyanya, unahitajika kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Kuna nini? Unashtakiwa kwa kumpiga mke wako na unaelewa ni kinyume ya sheria. Kumpeleka Manyanya polisi hii ni mbaya sana, kwa sababu Manyanya hii kesi anakwenda kuishinda, lakini pia hili swala linakwenda kuamsha mambo mengi na makubwa zaidi ambayo ni mabaya sana, ambapo kama endapo mwanzoni kabisa wangeweza kuachana vizuri kabisa, basi haya yote yasingeweza kutokea. Sasa na imani una hamu ya kuweza kufahamu, je, ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea juu ya hili swala la Manyanya? Wale kualisia ni kwamba Manyanya hapa wamemchokoza sana, kwa sababu tunajua kabisa Manyanya ni mtaalamu wa masuala ya sheria, lakini pia kuzingatia ni kwamba ameamua kufanya hivi tu ili mradi tu, lakini lengo lake lilikuwa ni tofauti kabisa. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, na kitu cha msingi ni kwamba hakikisha kama ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakikubali tamthilia ya Dunia, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaikubali na kuikubali sana tamthilia ya Dunia, onyesha upendo wa kubonyeza neno subscribe. Wakati huo niweze kualika tuweze kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa ambayo yameweza kujitokeza kupitia episode za hivi karibuni. Bonyeza neno subscribe kisha nikualike moja kwa moja. Sasa wakati tunaanza kupitia tamthilia hii ni kwamba tuanze mwanzoni kabisa, ambapo tuliweza kuona Kathy ameweza kuelekea kwa mganga. Kikweli ni kwamba mganga, kama unavyofahamu, yule mganga anacheza dili mbili, lakini kwa upande wa dili yupo kwa upande wa Kavumba, na hii yote ni kwa sababu Kavumba ndio mganga wake wa kwanza kabisa ambaye wamekuwa wakifanya biashara nyingi, kwa hivyo hawezi akamsaliti. Lakini inaonekana huyo mganga kuna kitu anakijua, na ndio maana amefanya haya yote makusudi kwa ajili ya lengo zima la kuweza kuhakikisha. Lakini sio kwamba dawa zake hazifanyi kazi, dawa zake zinafanya kazi. Hasa tuliweza kuona waliweza kupotea marafiki zake, waliuawa marafiki zake na Kavumba. Lakini pia kwa upande wa kule nyumbani kwa kina Mati tuliweza kuona kwamba wale walimpeleka kwa mganga, kwa hivyo yeye hana kosa kubwa sana. Lakini yote kwa yote ni kwamba huyu mganga dawa zake zipo vizuri, lakini kwa issue ya Kavumba ni kwamba kuna dili wanalolicheza ambalo lipo hapo. Ndio maana yote kwa yote Kathy ameona kama vile ni upumbavu. Sasa Kathy anakwenda kufanya nini? Hii nikupe challenge hapo chini, andika kwenye comment kwa upande wako. Je, unahisi Kathy afanyeje au afanyeje? Hebu mpe ushauri, na ushauri huo mwambie kwamba endapo kama anahitaji kama unahitaji aweze kuachana kabisa na haya mambo ya roho mbaya na nini, atulie zake, atafute familia aweze kulea, aolewe aweze kulea, au je aweze kuolewa na Kavumba, kwa sababu Kavumba akasema atahakikisha anamuoa, atahakikisha anamuoa. Je, atafanya nini? Kwa sababu hii vita bado ni ndefu kweli kweli. Naomba uweze kunijuza hapo kwenye comment, lakini kwambie tu kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Lakini pia tumeweza kutazama moja kati ya tukio kubwa sana ambalo watu wengi walikuwa na hamu sana kuweza kulitazama, lakini ikiwa ni muda mrefu sana tangu Mudi Muzungu aweze kuondoka. Ilikuwa ni muda mrefu sana tulikuwa hatujamuona Mudi Muzungu. Taarifa ni kwamba zilikuwa nishazitoa kwamba Mudi Muzungu amekuwa na harakati sana za kufunga ndoa, pia kuweza kuelekea kule Burundi kwa ajili ya kuona wazazi wani kule ukweni, lakini pia hayo yote yalisababisha asiweze kuonekana. Kuanzia episode ya 100 hadi sasa hivi 130 alikuwa hajaonekana, ndipo ameweza kuonekana. Lakini ujio wake umekuja kuleta mvuto mkubwa sana na hisia kali kutokana na tukio ambalo ameweza kulifanya. Mudi Muzungu bana katulia zake, anakula vitu na mchumba, kumbe yule demo alikuwa hampendi, ila tu alikuwa anataka tu afanye naye mapenzi tu basi. Mwisho wa siku ndio hivyo, imefika kimbembe. Sasa mama yake na yule binti kaja anataka aweze kumoa. Hapo ndipo kazi inapoanzia. Na mimi kubwa unafurahia juu ya kile kilichotokea, lakini pia niambie hapo kwenye comment kwa upande wako. Je, umelionaje ile swala la Mudi Muzungu, au unahisi maisha yao yatakuwaje? Maisha yao yanayokwenda kutokea ni kwamba inakwenda kuwa kizungumkuti sana. Achana na ile ya Cindy, hii itakuwa ni balaa. Moja kati ya kitu ambacho watu wengi mtakifurahia sana. Niwaambie tu kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia dondosha maoni yako hapo chini kwa upande wako. Je, umeonaje swala hilo? Lakini kiachana na hiyo ni kwamba kwa issue nzima ya Manyanya aliweza wakati ule alipokuwa chumbani tumeweza kuona aliweza kufuatwa mnendani. Kweli na kiwalisia mama yake na Vai alikasirika sana, ndio maana aliamua kuifuata. Sasa tuje katika upande wa kitu kingine, ni kwamba moja kati ya kitu ambacho watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza na hawajui nini kinachotokea ni kwamba
hawajui lengo la Madam Suji ni nini, kuweza kumpangisha nyumba, kumweka kwenye nini. Lakini kwa wale ambao wanatazama ni kwamba sisi tunafahamu kabisa Madam Suji amekuwa akitafuta vijana, akiwaleta mjini vijana kama kina Jordan. Sasa this time ameamua aweze kumtafuta Cindy, ndio mpango wake. Kwa hivyo hapo tutegemee kabisa suni wanaume wataanza kuja na atakuwa anampangia wanaume wanaokuja, kwa sababu yeye atakuwa anakula hela tu kuisha, anakula tu hela kuisha. Tunajua kabisa mambo ya VIP na nini, hakuna nini na nini. Kwa hivyo ni yale. Kwa hivyo anachokifanya hapa, anawekeza kama mtaji ili kusudi akianza kufanya biashara zake za kuweza kuwaleta wanaume, ili kusudi asiweze kukataa. Na wakati huo atakuwa alishauza nyumba ya kule kwake na nini, ameshapangishwa kwenye nyumba nzuri, maisha mzuri. Kwa hivyo ataona kama vile bora aendelee tu hivi na hivi, kama ule kijana Tony ambaye alijikuta akipata ukimwi na kuingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hivyo hili ndio jambo ambalo lipo. Kwa upande wako na kipi cha kumshauri? Maana Madam Suji naye ni hatari balaa, anachokifanya ni noma kweli kweli. Lakini moja ya tukio baya kabisa ambalo limeweza kutokea, ambalo linaashiria vitu vingi sana, hasa kwa upande wa Sibomana ambao tumeweza kuona pale nyumbani, ni hatari sana maisha ya Uswahilini. Ukweli na kiwalisia kwa swala lililotokea, ni noma pale. Kwa sababu hapo vita inakwenda kutokea sasa. Hapa ndipo hawa mabinti Kipepeo na Mima wameweza kupata binti ambaye atakuwa ni hatari na balaa sana, ambaye atawachanganya sana. Hii bado hawajamgusia sasa mume wake yule ambaye tunajua kabisa kwamba Siboma na majina mengi wameamua kutoroka waje kupanga hapa na huyo mwamba mwenyewe kutoka kule kwa Mdeme. Sasa ni kipi ambacho kitatokea? Kuna matukio mengi sana ambao tunatarajia kuweza kuyaona, hasa tukiangalia ni kwamba kuna tukio la yule binti ambaye amekuwa akila hela za yule mwamba, lakini pia tuna tukio zima la Mdeme kujua ni kipi kinachoendelea, hasa kutokana na hali anayopitia Irene, jinsi gani ambavyo amekuwa akipitia changamoto. Lakini kuna matukio mengi kweli kweli. Sasa tukienda upande wa issue ya Manyanya ni kwamba inakwenda kuisha vizuri sana. Manyanya atatoa maelezo yake na mwisho wa siku atakutwa hakuna shida yoyote, ni kwamba utakuwa mna changamoto. Ila sasa kinachokwenda kutengenezwa hapo ni kwamba mali zinaanza kugawanywa upya, ndio mpango unaokuja, kitu ambacho sasa kinakwenda kuleta picha mpya nyingine zaidi mbaya kubwa sana. Na imani kubwa unafurahia. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wa kubonyeza neno subscribe. Tukutane na saa mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Hii ni Bongo Movie Network. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal news tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Boda amemleta Mwamba kwa Manyanya na Mwamba anasema
ana mazungumzo private na manyanya wanahitaji kuweza kuzungumza. Je, kilichomleta hapo ni kudai mtoto wake kwamba aliweza kumpatia ujauzito? Je, alifahamu vipi? Ni kweli kinachosemwa au ni lipi? Yote kwa hayo, kama unahitaji kuweza kufahamu ni kipi kinachoendelea, basi nikukaribishe. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unapenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Lakini pia kabla hatujaendelea, huenda kuna watu ambao bado hawajatazama hatua iliyopita zaidi kutokana na namna ambavyo imewekwa kule Dunia TV. Hii ni moja kati ya njia ambao kidogo inatenganisha watu, hasa katika upande wa watu wa YouTube, lakini pia wa kule kwenye app, kutokana na namna kule jinsi movie inavyoendelea. Lakini kama alivyosema Baba Asma kwamba movie hiyo itakwenda kupostiwa pia na YouTube, nikwambie tu kwamba kama unatamani iweze kupostiwa, hakikisha unabonyeza neno subscribe hapa. Support ikiwa kubwa, watu wengi wakisubscribe, basi movie hiyo itapostiwa mapema kabisa. Kwa hivyo kama unatazama video hii, hakikisha umeshakwisha kubonyeza neno subscribe. Lakini pia faida kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kuweza kuitazama, hatua 126 imeshakwisha kuisha, hatua 127 imeshakwisha kuisha, tupo hatua 128. Sasa je, katika hatua 126 ni kipi ambacho kilitukia au tukio gani ambalo liliweza kutokea? Ipo kama ifuatavyo. Cha kwanza, Vai aliweza kumpelekea hati manyanya, lakini manyanya aliweza kuzikataa, na lengo la kuzikataa ilikuwa ni namna ambavyo hakutaka mama yake aweze kuchukua pointi, kwa sababu alijua tu hizi dokumenti zilikuwa kwa mama yake. Kumbuka manyanya ni mtu ambaye amekuwa ni mtu anacheza na mindset ya huyu Vai, lakini pia mama yake pia hata ukiangalia jinsi anavyoongea naye, mama yake anaweza kaongea vitu vingi, lakini manyanya kaongea vitu vichache tu ambavyo ni fact, lakini pia vikamvuruga kabisa na kumfanya mama yake na Vai aweze kuona aibu. Kwa hivyo aliweza kuzikataa, kitu ambacho kilimfanya Vai aweze kuelekea kwa mama yake akiwa na furaha, maana mama yake alimkataza, alimwambia kwamba hizo document alikuwa anazitaka, kwa hivyo ndo mpango kwa kimpelekea itakuwa ni rahisi. Lakini Vai alienda na furaha akimwambia kwamba mama amezikataa manyanya, na kuzikataa kwake ameniambia kwamba mimi ni mama wa nyumba, kwa hivyo nina jukumu la kuweza kuzitunza, kutokana na namna ambavyo yeye anasema na mambo mengi anaweza kazichanganya na kesi mbalimbali, mwisho wa siku ikawa shida kubwa, kwa hivyo ananipenda. Basi mama yake akasema kwamba mama yake na Vai sema kwamba kama ni hivyo basi inaonekana anakupenda kweli, lakini kuna kitu bado kinaendelea, bado hatujafahamu siku ambapo mtu ambaye ni Matilda siku akirudi mjini, siku akija na mtoto itakuwaje, siku manyanya akianza safari za kwenda kumuona mtoto itakuwaje. Kumbuka mtoto ameshakwisha kumwekea kinga, hakuna lolote lile, walimpeleka na wao kwa mganga. Sasa tuendelee, kuna kitu kipya kabisa ambacho kimeweza kuibuka kabla sijamalizia mwishoni, hasa katika upande wa Mdeme. Mdeme bana alikopa pesa nyingi sana na aliweka saini ya mke wake bila yeye kujua, lakini mwisho wa siku benki imekuja kudai ile ya swala zima la pesa za alizokopa. Sasa je, pesa alizipeleka wapi? Hao ndio maswali tunaojiuliza. Je, alizimalizia kwa wanawake? Lakini pia ukiachana hao ni kwamba ameweza kusababisha mke wake aweze kuzimia, kwa sababu hicho sio kitu kidogo, kwa sababu hapo nyumba inaondoka, halafu wanakwenda kuishi maisha ambayo hawajazoea, maisha mapya kabisa ambao ni ya tofauti kabisa na jinsi ambavyo walikuwa wamezoea. Kwa hivyo hicho sio kitu ambacho ni rahisi, lazima mtu aweze kuzimia na kudondoka chini. Kama ilivyotokea, basi hilo lililotokea kutokana na namna ambavyo ilivyokuwa. Sasa tukiendelea zaidi katika tukio la mwisho ni kwamba tumeweza kuona hapo bodaboda amemleta Mwamba. Tunamkumbuka huyu jamaa mara ya kwanza kabisa alikuwa amekaa na kunywa zake juice na nini pale maeneo fulani vya kujivinjari ya kupunga upepo. Alipita Vai siku hiyo, na baada ya kumuona basi alimfuata na kumtongoza. Vai alikubali, basi walilala naye at the first time, lakini baadaye Vai aliweza kusema kwamba kwa sasa hataki kuwa na yeye, mwisho wa siku akaweza kuachana naye. Sasa ni kitu gani ambacho kimemleta hapo Mwamba? Mwamba kwanza kabisa amekuja, hakujua kama Vai alikuwa ameolewa, alijua Vai ni mtu tu ambaye hajaolewa na nini, lakini Mwamba alikuwa anampenda ukweli na alikuwa na nia yake ya dhati, lakini mwisho wa siku moyo wake ulikuwa unamsuta. Aliona ni vyema sasa amtafute Vai ili kusudi aweze kumjuza, lakini pia aliweza kupata fununu kwamba alikuwa na ujauzito. Kwa hivyo alijua moja kwa moja huo ujauzito utakuwa ni wa kwake. Kwa hivyo hiyo ni moja kati ya project ambao anaenda kufanya. Lakini shida na mbaya zaidi, anafika kijiweni
anakuta bodaboda ambaye yule ambaye pia na yeye alilala na mke wa Manyanya ambaye ni Vai. Kwa hivyo hapo walivyoenda ikaonekana kama vile wameenda kudai watoto, lakini wao walikuwa hawajai kuongea na hawajuani kama wote wameshakwisha kulala nao. Lakini kitu ambacho sichokijua ni kwamba Manyanya hafahamu kabisa kuhusiana na hao watu. Hamjui huyo mwamba, hamjui kabisa. Kitu anachojua ni ile siku alivyosikia kwamba kuna bodaboda, kuna nini. Mtu anayemjua tu ni Jordan, hajui wengine. Bodaboda wewe hamjui vizuri kwa sababu angemfuata, kitu ambacho bado mambo ni mazito sana. Lakini ukiachana hayo kuna mengi zaidi, mengi. Sasa muda huu nichukue nafasi hii tuweze kuzungumza kwa upande wako. Je, unalizishwa na kile ambacho kinachoendelea, movie hiyo kuendelea kuwekwa kule katika mtandao wa Apu? Je, unatamani iweze kuletwa huku? Ni kitu gani ambacho unahisi kifanyike kuhusiana na swala lao au la mazao ambazo wanasema kwamba pesa wanazopata ni kidogo? Je, wafanyeje? Kitu gani, ushauri gani wafanye ili kusudi mambo yaweze kwenda vizuri? Kwa sababu kwa namna hii ilivyo ni kwamba movie sasa itaelekea kupotea mvuto wake kutokana na jinsi ambavyo itakavyokuwa. Lakini kuna njia nyingi sana ambazo watu wanaweza kuzitumia kwa ajili ya kuweza kuitazama hiyo movie bila ya faida. Ni bora kama inawezekana waweze kuposti YouTube, lakini pia waweze kuposti na huku. Je, kwa upande wako ni ushauri gani ambao unaweza ukawapatia kwa upande wako wewe kama wewe, kwamba je, wafanyeje ili kusudi kuweza kuongeza ufanisi hasa katika upande wa kuweza kuhakikisha movie hii inapendeza na inakuwa ni moja kati ya movie bora kabisa ambao itakuwa ikifuatiliwa pote katika mitandao ya kijamii. Ukweli ni kwamba kwa nchi zetu za mbele huko, wao walisha develop kwenye masuala ya uuzaji wa movie. Wao wanaziuza movie zao kwenye makampuni ndio yanafanya harakati za kuweza kuziuza. Lakini kwa Bongo bado kuna changamoto kubwa sana. Japokuwa hata movie zao za huko nje, japokuwa na movie zao zinauzwa na makampuni, lakini bado wanapata changamoto, hasa watu wakizipata movie hizo bure, hasa kupitia app kama vile Movie Box zimekuwa. Lakini kuna website nyingi sana ambazo zimekuwa zikiuza movie hizo bure, zikitoa movie bure, japokuwa changamoto hiyo ipo. Ni ushauri gani ambao unawapatia hawa Dunia Series? Ushauri gani? Tupatie huo ushauri, tuwapitie. Lakini kama unatamani iweze kurushwa hapa, iweze kurushwa kila sehemu, movie ya Dunia, hatua zote, kisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha tutane katika hatua ijayo. Bodaboda amemleta Mwamba kwa Manyanya na Mwamba anasema ana mazungumzo private na Manyanya, wanahitaji kuweza kuzungumza. Je, kilichomleta hapo ni kudai mtoto wake kwamba aliweza kumpatia ujauzito? Je, alifahamu vipi? Ni kweli kinachosemwa au ni lipi? Yote kwa hayo, kama unahitaji kuweza kufahamu ni kipi kinachoendelea, basi nikukaribishe. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unapenda na kufurahia tamthilia hii, basi bonyeza neno subscribe. Lakini pia kabla hatujaendelea, huenda kuna watu ambao bado hawajatazama hatua iliyopita zaidi kutokana na namna ambavyo imewekwa kule Dunia TV. Hii ni moja kati ya njia ambao kidogo inatenganisha watu, hasa katika upande wa watu wa YouTube, lakini pia wa kule kwenye app, kutokana na namna kule jinsi movie inavyoendelea. Lakini kama alivyosema Baba Asma kwamba movie hiyo itakwenda kupostiwa pia na YouTube, nikwambie tu kwamba kama unatamani iweze kupostiwa, hakikisha unabonyeza neno subscribe hapa. Support ikiwa kubwa, watu wengi wakisubscribe, basi movie hiyo itapostiwa mapema kabisa. Kwa hivyo kama unatazama video hii, hakikisha umeshakwisha kubonyeza neno subscribe. Lakini pia faida kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kuweza kuitazama, hatua 126 imeshakwisha kuisha, hatua 127 imeshakwisha kuisha, tupo hatua 128. Sasa je, katika hatua 126 ni kipi ambacho kilitukia au tukio gani ambalo liliweza kutokea? Ipo kama ifuatavyo. Cha kwanza, Vai aliweza kumpelekea hati Manyanya, lakini Manyanya aliweza kuzikataa, na lengo la kuzikataa ilikuwa ni namna ambavyo hakutaka mama yake aweze kuchukua point, kwa sababu alijua tu hizi dokumenti zilikuwa kwa mama yake. Kumbuka Manyanya ni mtu ambaye amekuwa ni mtu anacheza na mindset ya huyu Vai, lakini pia mama yake pia. Hata ukiangalia jinsi anavyoongea naye, mama yake anaweza kaongea vitu vingi, lakini Manyanya kaongea vitu vichache tu ambavyo ni fact, lakini pia vikamvuruga kabisa na kumfanya mama yake na Vai aweze kuona aibu. Kwa hivyo aliweza kuzikataa, kitu ambacho kilimfanya Vai aweze kuelekea kwa mama yake akiwa na furaha, maana mama yake alimkataza, alimwambia kwamba hizo document alikuwa